sawa. Dengo akapatiwa dengo, akabadilisha hiyo. Usiwasi Mungu kwa sababu ya vitu hapana. Mungu kila mmoja aliyemuumba na kumwokoa, kuna baraka zake ameziweka kwa wakati wake. Hizi changamoto huwa ni za muda tu, mitihani ya maisha, lakini huwa ameandaa na kitakapofika kule huwa kuna huo mtihani, kuna huo mtihani ni kupita ule unapata hicho, ndio hivyo. Kuna mtihani kila mmoja, lakini usidanganywe, baraka zako huwa ziko, kila kitu chako kiko, lakini kuna huo mtihani. Baraka zao si za huyu, kila mtu ana zake, kila mtu ana upendeleo wake kutoka kwa Bwana. Sasa ni hiyo tu, uamue kuweka Mungu mbele saa yote, umpende, umtumikie kwa hiari. Atakuajalia miaka mingi hapa duniani, utaishi, utakuwa mzee hata kuliko huyu. Kwa miaka mingapi? 70. Hiyo ni kidogo sana. Na una nguvu zako. Unamsema kile jamaa anakuletea. Wewe nikamuuliza siri mimi. Kanaambia nikucha Mungu. Hakuacha ndani. Unaishi miaka mingi kufa au kijana hapa. Hadi miaka 50 kufa, 40, miaka 60 hapa. Miaka 70 hapa. Unaanza huko 80, unaongeza huko 90. Wale wachukuu wako wazae, wakizaa, wale wachukuu wakizaa, alafu nao wasante. Kwa mbali Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kufa mapema. Sasa ni hii ibada tunafanya. Wewe unaona tu ni kama kitu ya kawaida, hii ibada ndio inakupatia ibada na kumcha kumwogopa tu Mungu. Kusema hili Mungu vile hataki, mimi pia sitaki. Hii kwa sababu anataka nitafanya. Lakini kwa sababu hii hataki, basi hiyo ukifanya kitu Mungu hataki ndio unakufa mapema. Sababu unakuwa chukizo kwake. Naelewa? Unakuwa chukizo kwake. Na ukiwa chukizo kwake, ni kama vile mtandani wako unauma na kunguni. Ukushika hivi ujue ni kunguni. Amekukunya suma mfanye. Sasa yeye Mungu naye anakufanya hivi. Basi unaondoka usipanishi. Sema naye. Sababu sasa anakuchukia, lakini sasa ikiwa wewe wa maana, wa faida, au kufi mapema, watapigana nawe lakini hawatakuweza.